utakuwa ni mchezo wenye ushindani mkubwa kwa sababu Coastal Union ni timu ambayo imekuwa ikiwapa wakati mgumu Yanga, hasa wanapokutana kwenye hii michuano ya FA. Kama utakumbuka Isa, kuna mchezo mmoja mpaka vurugu zilitokea. Ilikuwa mechi ngumu kweli kweli. Yanga wakapata bao mwishoni, mashabiki wa Coastal wakafanya vurugu, mechi ikaishia pale. Alafu kuna fainali ya mwaka 2022 ya kombe hili pale Arusha. Mechi ilisha kwa mabao 3-3. Na wakaenda kwenye mikwaju ya penalti, Yanga ndo akashinda. Kwa hiyo Coast imekuwa ni timu ambayo imekuwa ikitoa challenge sana kwa Yanga, hasa wanapokutana kwenye hii michuano. Lakini Yanga nategemea kutakuwa na mabadiliko ya kikosi kwa sababu hii ni michuano ya FA na ni michuano ambayo sio ligi kuu. Kwa hiyo mwalimu pengine anaweza akatoa nafasi kwa wachezaji ambao huwa hawapati nafasi mara kwa mara mbele ya Coast Union. Inawezekana kabisa. Inawezekana kwa sababu sio ligi kuu, na japokuwa hawana mchezo mgumu mbeleni wa ligi. Lakini bado wanasubiri taarifa ya bodi, na bodi haijatoa taarifa kwamba mchezo wao dhidi ya mtani wao utachezwa lini. Kwa nategemea Coastal Union kutoa ushindani kwa Yanga, na hata pia kocha wa Coast Juma Mwambusi ni kocha ambaye anajitahidi kucheza hizi mechi kubwa, namna ambavyo anaandaa kikosi chake. Lakini changamoto kwa Coast ni kwenye kutengeneza nafasi na kufunga. Ni timu nzuri kuanzia safu yao ya ulinzi, kina Chuma Mgeni goalkeeper wao. Ukija katika eneo la kiungo kina Lucas Kikoti, Gustava Simon, ni wachezaji ambao wanacheza vizuri sana katika lile eneo. Shida iko kwenye safu yao ya ushambuliaji. Mshambuliaji ambaye wanamtegemea Maulid Maabadi ni mchezaji ambaye naye hatofautiani sana na Ateba. Wanahitaji nafasi nyingi ili waweze kufunga nafasi moja. Kwa hiyo kesho wanakwenda kucheza na Yanga ambao itakuwa ngumu. Utengenezwaji wa nafasi kwa Coast utakuwa ni wa kiwango kidogo kwa sababu ya aina ya mpinzani ambaye wanakutana naye. Kwa hiyo kama washambuliaji wa Coast hawatokuwa clinical katika kuzitumia zile nafasi chache ambazo watazitengeneza, itatoa fursa kwa Yanga kudominate game na kuwafunga Coast. Lakini naamini itakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu Coast pia sio timu rahisi. Ni timu ambayo imekuwa ikileta ushindani pale ambapo inakutana na Yanga, na hata wachezaji waliopo Coastal Union ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa tu na wanaweza wakashikilia bomba. Lakini shida yao ni kwenye safu ya ushambuliaji. Kwa upande wa Yanga ni timu ambayo imekamilika karibu idara zote, safu ya ulinzi, safu ya ushambuliaji na hata safu yao ya kiungo. Hata kama itakuwa na mabadiliko makubwa ya kikosi. Hata kama yani kesho labda Mwamnyeto ambaye sasa hivi nafasi yake imekuwa finyu, unaweza akaanza golini, Msheri anaweza akacheza. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana ukawa na mabadiliko. Sawa, huyo ni Nation Patrick Mwambanda anasema hivyo. Vipi kwa upande wako Ali Luambano, kwa sababu Coastal mara ya mwisho kuifunga Yanga ilikuwa ni mwaka 2001 msimu ule bao 2-1, na toka hapo Coast amekuwa akichezea vichapo tu, na ukiangalia kwenye ligi 21 na hata mwaka 2016 Yanga alishaifungwa 2-0 Mkwakwani. Kipindi hicho ndo wanasema ukivuka lile daraja utoki umekufa, yani ukivuka reli pale. Ukiangalia pia kwa Sariana ni miongoni mwa timu ambao wana defend vizuri, ndio wanasema sare zao nyingi zinakuja kwa bila. Kwa maana kwamba mwalimu Juma Mwambusi amefanya kazi kubwa kwenye eneo la ulinzi na amekuwa akifanya kazi hiyo. Ukiangalia goalkeeper Chuma Mgeni amekuwa akifanya kazi nzuri sana, kina Lame Kelawi amekuwa akifanya kazi nzuri sana kuweza kuhakikisha kwamba goalkeeper wao wafikii. Kwenye eneo la kulinda hawana changamoto kubwa, lakini eneo lao kubwa ambalo limekuwa lina changamoto ni kuanzia kwenye idara ya midfield kwenda kwenye idara ya ushambuliaji. Hapa ndipo ambapo pamekuwa pana changamoto kubwa sana. Hawana wachezaji ambao wana uwezo wa kutengeneza nafasi, lakini pia Maabad Maulid ndiye mchezaji pekee ambaye amekuwa na ubora kwenye idara ya ushambuliaji. Maulid Shabani ambaye ni mshambuliaji pacha wa Maabad Maulid hajawa na performance nzuri, kwa hiyo ni ngumu sana kwa mchezaji mmoja peke yake kuweza kuifanya timu ishine kwenye idara ya ushambuliaji. Kwa hiyo hata timu ambazo zinakwenda kucheza zinajua kabisa kwamba mchezaji tishio kwenye idara ya ushambuliaji ni Maabad Maulid. Kwa hiyo ukishamwekea mtego Maabad Maulid, ukiweza kumdhibiti, maana yake umekwenda kuidhibiti Coastal Union yote kwenye idara ya ushambuliaji.
hiyo ndio changamoto ambayo naiona kwa Coastal Union. Lakini kitu kingine ambacho naona pia kinaweza kuwa ni kigumu kwa Coastal Union ni ile press conference ambayo alikuwa ameifanya Mwalimu Juma Mwambusi mara baada ya mchezo dhidi ya Simba. Alisema kwamba ni marekebisho ambayo amekuwa akiyafanya kwenye viwanja vya mazoezi, lakini pia ni makosa hayo ambayo anakwenda kufanyika kwenye uwanja wa mechi, kwa maana kwamba alijiandaa dhidi ya Simba, alijua kwamba ubora wa Simba uko sehemu gani, na walifanya mazoezi kuhusu ni namna gani ambavyo wanaweza kwenda kudhibiti ubora wa Simba. Lakini walipoenda kucheza na Simba, kile ambacho alikuwa amekifanyia mazoezi ndicho ambacho wachezaji wake waliweza kwenda kukifanya, na mwisho wa siku timu ikaenda kupoteza. Hiyo ndio changamoto ambayo ipo, kwa maana kwamba kama mwalimu yupo anakuelekeza, kwa maana kwamba tukifanya hivi tutapotea, na wewe unakwenda kufanya vile ambavyo mwalimu alikuelekeza usifanye hicho, na wewe ukaenda kukifanya, na utakwenda kupotea. Na mbaya zaidi unakwenda kucheza na timu ambayo wanaonekana kuwa na uchungu kubwa sana kuweza kwenda kufunga mabao, club kama Young Africans. Ukiangalia wachezaji ambao wanaanza, wachezaji ambao wanakaa bench, wote wamekuwa na kiu ya kutaka kufunga. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mtihani mkubwa zaidi kwa Coastal Union endapo tu watashindwa kufuata maelekezo ya mwalimu. Lakini kwenye michezo ya namna hii, michezo ambayo unakwenda kucheza ya mtoano, uwe ina approach tofauti. Approach ya kwanza unaweza kusema kwamba, kwa maana kwamba kwenye karatasi Yanga ana nafasi kubwa ya kuweza kwenda kushinda huu mchezo. Kitu gani ambacho nyewe mnatakiwa kuweza kufanya ni kumsubirisha Young Africans asipate bao la mapema ambalo litamfanya awe kwenye relief, kuweza kumfanya awe comfortable kuendesha mchezo mzima. Kwa hiyo kwa maana kwamba zuieni vizuri, dakika 15 asifunge bao, dakika 20 first half asipofunga bao, maana yake inapelekea pia kuweza kuleta pressure zaidi kwa Young Africans. Young Africans atakapoanza kupata pressure zaidi, kama kipindi cha kwanza hajafunga bao, inaelekea dakika 60 hajafunga bao, atakuwa anataka kuharakisha vitu vitokee. Akianza kuharakisha vitu vitokee, sasa nyie mtakuwa mnaanza kutoka kwenye counter attack. Na ukiangalia club kama Coastal Union wana wachezaji wazuri ambao wana uwezo wa kutoka kwenye counter attack. Unazungumza Gustavo Simon, mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kupiga pasi ndefu. Kuna wachezaji ambaye Maulid ambaye ana uwezo wa kuwini mipira ya juu. Then kuna mtu kama Maulid Shaban mzuri kwenye kufanya movement. Na yule winga Sabri Kondo. Yes, miongoni mwa wachezaji wazuri ambao ni mzuri zaidi kwenye 1v1, amekuwa akiweza kwa win defenders. Kwa binafsi kwa Coastal Union, kama kile ambacho alikuwa amekizungumza mwalimu Juma Mwambusi, kwa maana kwamba kile ambacho anakifanyia marekebisho ndicho ambacho wachezaji wanakwenda kukifanya na kupelekea timu ifanye vibaya. Kama ataweza kwenda kukirekebisha kwa mchezo wa kesho na approach ya mchezo wa kesho, kwa maana kwamba hata usipofunga bao unaweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kusogea kwenye hatua inayofuata, wanaweza kwenda kutoa ushindani kwenye game dhidi ya Young Africans. Lakini kama watakuwa hawafuati maelekezo ya mwalimu, unakwenda kucheza na Young Africans, naona kwamba ni mechi ambayo inaweza tukaziacha hizo record ambazo tulikuwa tunazitaja, kwa maana kwamba kwa Coastal Union amekuwa akitoa mchezo mgumu dhidi ya timu kubwa, tunaweza tukazisahau kwa muda huu, na baadaye watu wakaanza kuzungumza kuhusu GSM kudhamini timu zaidi ya moja kwenye mchezo, kwa vile Yanga ambavyo amekuwa ni bora zaidi kwenye nyakati mbili. Moja kati ya vitu ambavyo Young Africans amekuwa bora ni kwenye nyakati mbili, out of possession pamoja na in possession. Out of possession, Young Africans wamekuwa na wachezaji wengi ambao wanarudi kuja kuhakikisha, kwa maana kwamba wanakuja kuzuia kwenye eneo lao. In possession, unaangalia Young Africans jinsi ambavyo wanafanya transition, wanavyokwenda kulishambulia box la mpinzani, wanakwenda kushambulia na idadi kubwa sana ya watu. Kwa hiyo wewe kama wachezaji wako watakuwa ni wavivu kwenye kukimbia, unaweza kujikuta ukiwa katika zahama kubwa. Ndio maana Young Africans wamekuwa wakifunga mabao mengi kutokana tu na namna ambavyo Young Africans wanashambulia na vile ambavyo wamekuwa kijilinda. Wasipokuwa na mpira, wanaweka pressure kubwa kwa mpinzani, wakipata mpira wanaanza kushambulia kwa haraka, kitu ambacho vilabu vingine vimekuwa vikishindwa kumatch na hiyo speed ambayo Young Africans wako nayo. Sawa, huyo ni Ali Luambano akizungumza kuelekea kutokea kwenye mchezo wa mpira wa miguu, lakini nafasi pekee ambayo Coast wanayo kuishangaza Young Africans kwenye mchezo wa kesho ni wao kwenda kufanyia masahihisho yale makosa yao ambayo walionyesha kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports Club kwenye mechi ya mwisho ambayo wamecheza ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini kama wataingia wakiwa na makosa yale bado sioni nafasi ya wao kwenda kuwashangaza Young Africans, kwa sababu Coast Union bado wana makosa mengi sana eneo la kuzuia, jinsi ambavyo wana defend kwenye set pieces, jinsi ambavyo wana defend kipindi wanashambuliwa kwenye counter attacking, inakuwa ni mtihani mgumu sana kwa upande wao. Kwa hiyo Coast Union wanapaswa kujiuliza maswali mengi sana. Kama mwalimu Juma Mwambusi anatoka mbele ya hadhara na anasema kabisa kwamba yale makosa ambayo yanasababisha tufungwe ndio makosa ambayo tulienda kuyafanyia masahihisho kwenye uwanja wa mazoezi, ni kitu ambacho wanapaswa kujifikiria mara mbili sana. Lameck Lawi msimu huu amedrop kidogo. Sura Lameck Lawi ambaye msimu uliopita alikuwa ni moja kati ya mabeki bora vijana. Hata ukiangalia jinsi gani ambavyo Coast wanazuia,
imekuwa ni mtihani mgumu sana. Kwenye eneo la mbele wanaendelea kuwa na makosa mengi sana, lakini kwenye mchezo wa kesho wanapaswa kusahihisha yale ambayo wanaona wao kama ni makosa. Walitoa game nzuri sana kwenye mechi ya mwisho ambao walicheza na Yanga kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, lakini kesho wana mtihani mkubwa sana kuweza kukabiliana na Yanga. Siwaoni kama watakuwa na nguvu kubwa kiasi kile, lakini kwa upande wa Young Africans nadhani kesho ndio siku ambayo mwalimu anaweza kaenda kutoa nafasi kwa wachezaji ambao hawachezi mara nyingi sana, kama wakina Nixon Kibabage, wakina Kibwana Shomari kwenye upande wa kulia, Captain Bakari Nondo Mwamnyeto mchezo pia anaweza akaanza yeye na Dickson Job kwenye eneo la beki wa kati. Hata kwenye upande wa goalkeeping wanaweza kufanya squad rotation, na inaweza kawa mechi ya kwanza kumshuhudia Jonathan Kangarombo akianza kwenye kikosi cha Young Africans kutokana na uhitaji wa mchezo na aina ya wachezaji ambao mwalimu anaweza kaopt kuanzisha. Lakini Coastal Union unapaswa kutambua kwamba kikosi ambacho kitafanywa rotation cha Yanga kikienda kwenye squad yao wao Coastal Union kina uwezo wa kuanza moja kwa moja kama first 11. Kwa hiyo ni mchezo mgumu kwa Coastal Union kama wanahitaji kuondoka na alama 3 au wanahitaji kuondosha Yanga kwenye michezo kama hii. Wanahitaji kufanya kazi ya ziada zaidi, wanahitaji kuwa makini sana kwenye kila eneo la uwanja, wanahitaji kuwaheshimu Young Africans, wanahitaji kucheza kwenye mpango mkakati mzuri ambao wao utawasaidia. La si hivyo sidhani kama Coastal Union ana nafasi zaidi ya kwenda kupambana na Yanga na kuwaondosha kwenye mchezo huu. Hivi kuna Yanga pale KMC, toka amie KMC alishai kupata sare kwenye mchezo wote, michuano yoyote pale KMC. Sio sare kufunga chini ya goli 3. Kwa hiyo anapiga 3 kuendelea. Kwa hiyo hajawahi kupoteza wala sare pale. Lakini KMC mwenyewe kapoteza pale na amesare pale. Simba amesare pale. Kwa hiyo hii inaonekana ni kama salamu kwa Coastal. Lakini unajua hii ni game ya mtoano ambayo kuna ya kucheza. Coast wanaweza wakaamua kupaki basi. Wakawa wanakaba kuanzia low block na wanafanya counter attack. Hivi Yanga unaweza kumpakia basi? Unapaki vizuri. Shida kama mbona shida je, Juma Mwambusi kwenye uwanja wa mazoezi amewaambia vijana wake twendeni tukacheza low block. Sasa sisi tunaweza tukawa hiyo. Kila mechi ina maandalizi yake. Ndio na kuelewa sana. Sisi tunaweza tukawa tunakiona kitu hicho. Sasa tunajadili namna ambazo zinaweza zikawasaidia Coast. Au? Yaani hizi ni namna ambazo zinaweza zikawasaidia. Hata Fountain tuliamini kwamba Fountain labda wanaweza kuja kucheza na Simba kwenye low block, lakini umeona yule Black Mamba wa Fountain alienda kuwa press Simba na wachezaji 4 juu. Ni kitu nadra sana kukiona kwenye timu ndogo kama Fountain. Sasa walikuwa nyumbani. Yaani ujue hao walimu kuna muda ujue wanaweza kaenda kukifanya kitu ambacho hata wewe mwenyewe ukabaki kinywa wazi ukajiuliza Mwambusi aliwaza nini kwenda kucheza hivi against Young Africans. Akifunguka anapigwa kama wenzake. Kama Mwambusi juzi amesema kwenye mechi ya Simba alichokifanyia mazoezi sicho ambacho wachezaji wameenda kufanya. Wameenda kufanya makosa yale ambayo wamefanyia mazoezi. Kwa kocha kuna wakati anaweza kawa na alichofundisha sicho ambacho kinaonekana uwanjani uje. Kabla ya mechi kwenye press conference. Game ya Simba na Coast imepigwa Jumamosi weekend ndio. Alafu wao walikuwa wametoka kucheza mechi na Namungo Ruangwa. Wakatoka sare bila kufungana. Ndio. Wao wameingia Arusha Jumatano. Sawa? Kwa walikuwa na siku 2. Alhamisi na Ijumaa. Kujiandaa na Simba Jumamosi. Ndio. Ijumaa wakati anaojiwa akasema wachezaji wangu wamechoka, tumesafiri kwa nini? Kwa basi. Kwa hiyo hatujapata ule muda wa kufanya maandalizi kimbinu kuwakabili Simba. Ila tumefanya yale maandalizi ya kuelekea yani kwamba ile recovery, tumefanya recovery ili walau tuwe fit tukacheze na Simba, lakini hatujafanya yale maandalizi ya 100% kwamba tunakwenda kucheza na Simba. Lakini sasa hivi cha kwanza wamekaa muda mrefu. Kwa kwenye issue ya wao kuchoka, ya wao kimbinu, kama mwalimu atakuwa hajajiandaa kimbinu kwa siku zote hizi, itakuwa ni shida yake yeye mwenyewe mwalimu. Sawa? Hicho cha kwanza. Nasho, issue sio kuiandaa timu kimbinu. Kama unakumbuka Fred Felix Minziro wakati yuko na Tanzania Prisons, alizungumza kwa maana kwamba tunaenda tunafanya mazoezi bana, tunaoenda kucheza nao wanashambulia kwenye half space, wanapiga V-pass. Namna ya kuzuia, mnafanya mazoezi wachezaji wanafanya vizuri. Wakienda kwenye mechi wanafungwa vile vile. Hapo sio wanakuwa wamezidiwa ubora. Issue ya msingi una hao wachezaji ambao wana uwezo wa kupiki ile order ambao unawapa, kwa maana kwamba sisi tunatakiwa tufanye hivi. Mpinzani wetu ubora wake uko hapa. Twendeni tukamzuie kwenye hili eneo. Hata mara baada ya game ya Simba kitu ambacho alikuwa anakizungumza, kwa maana kwamba sisi tumejiandaa, tunajua ubora wa klabu ya Simba.
Simba ni miongoni mwa timu ambazo mechi zake zote. Kabla ya mechi ya kusema hivyo, nazungumza baada ya mechi alichokizungumza, kwa maana kwamba kile ambacho tumekifanyia mazoezi kuelekea kwenye game ya Simba, tunajua ubora wao, tumeshafanya mazoezi namna gani ya kwenda kuwadhibiti klabu ya Simba, lakini wachezaji wameenda kufanya makosa yale yale ambao mimi nilikuwa nawapigia makelele mazoezini. Ndio maana alisema mara baada ya ile interview, kama wataendelea hivi inawezekana ikawa ndio mwisho wangu mimi kuweza kufundisha kikosi cha kwenye hiyo issue. Mimi nitawatetea walimu wengi sana Tanzania. Hata kuna mechi fulani Taifa Stars tulikuwa tunacheza nadhani na Ethiopia, uwanja wa Benjamin Mkapa. Mwalimu alianza na walinzi wangapi? Ile sara bila alianza na walinzi kama 6 ile game. Sasa ule mpango wa mwalimu na wachezaji walichokwenda kukitekeleza uwanjani vilikuwa ni vitu viwili tofauti, kwa sababu wachezaji wetu sote tunawajua. Kocha wa Prisons kalalamika, kocha wa Coast kalalamika, lakini kuna issue ambao wachezaji wengi mara nyingi huwa wanafanikiwa kwenye hizi mbinu, issue ya kupaki basi. At least yani kwamba makocha wengi wakija na mbinu ya kupaki basi, unaona wachezaji kama yani at least inaweki sawa. Unajua changamoto nini? Kwa mfano ukiangalia Coastal Union tangia ni by nature jinsi ambavyo timu imetengenezwa na imekuwa ikiishi humo kwa muda mrefu, tangia kwa Uncle Juma Mgunda ambaye amekuwa anaenda anarudi, amekuwa akitengeneza timu ambayo inataka kuflow, kwa maana kwamba na wao wanataka boli tembee. Yes, ndio slogan yao, gari yao pia imeandikwa hivyo. Ukiangalia vile wanavyocheza, hata pia wachezaji unapokwenda kusajili unarely kwenye eneo na namna ambavyo timu inacheza. Kwa hiyo mwalimu anapokwenda kusajili wachezaji tayari anakuwa na picha yake, lakini kaingia katikati ya msimu. Yes, ukiangalia leo hii ukisema kwamba Coastal Union wapaki basi, wanapaki basi na mchezaji viungo gani ambao wanaweza kukaba? Lucas Kikoti. Nakujibu. Gustavo Simon sio kiungo mkabaji pase. Mbele kuna Maulidi Maabadi. Yes. Ni striker ambaye ana nguvu. Anaweza kakaa na mpira. Yes. Ndio hivyo. Sabri Kondo. Ni winga ambaye hana nguvu lakini ana skills za kukaa na nini? Na mpira. Au wachezaji wawili wana mchango. Sawa. Yes. Maulidi Shabani pia anafanya vizuri. Lucas Kikoti ni mzuri kwenye kupiga pasi ndefu. Sote tunajua ubora wake kwenye kupiga pasi ndefu. Tunaweza tukasema bwana, sisi kama Coast tunaingia kupaki basi, lakini mbele kule tuna Maulidi. Wakati nyinyi mnawafundisha Coastal kupaki basi.